Stage ya tatu ni kwenye objective, malengo. Unasajili kampuni ili ufanye shughuli gani? Project za ndani ya 2 years sasa hivi unazozifanya na project za baadaye ya miaka 10 baadaye. Hizi zote zina malengo matatu makubwa. Lengo la kwanza ni kuongeza ni kuhakikisha hatupungukiwi sisi kwenye biashara zetu. Lengo la pili ni kuongeza stream of income. Yaani unaongeza channel ya hela. Hautoki nje ya industry. Ukiwa ndani ya industry yako hapa unaongeza mpenyo wa kupata pesa kwenye hiyo biashara unaifanya. Baada ya kuanza kusema nataka niongeze mpenyo wa hela, nianze nikauze t-shirt. Unajua soko la t-shirt babu. Unajichanganya tu bure. Hapa unaongeza stream of income kwenye biashara yako hii ambayo uko nayo tayari, ambayo unaijua vizuri kuliko mtu yote ambaye unaweza kuongea naye. Tukisimama hivi kwenye tables kuongea biashara, no one by anything anaweza kufikia wewe unavyojua biashara yako. Inakuwa ni simple Quran. Baada ya hapo, faida ya tatu ni kwamba kampuni yetu inakuwa ina run kwenye malengo na inakuwa tunaona kwa sababu tunaitrack kwamba tulianza hapa, lengo letu ni pale, kwa tumeshatoka hapa, tunaenda hapa, tunaenda hapa, tunaenda hapa. Ukikaa hivi kwenye empire yako, kampuni lako hivi umedominate industry nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ushaona mtu anafanya kitu unasema ikatokea wapi, kapata wapi idea? Ni kwamba wewe unaona idea mpya ila mtu ameplan 10 years ago. Yaani una miaka 10 ambayo umesha plan vitu vyako. Kwa hiyo vitu vinavyoanza kufumuka mpaka 10 years. Yaani uko busy mpaka uko booked mpaka miaka 10 ijayo. Kwa hiyo vitu vinavyofumuka hapa katikati, mtu anaanza kuhisi like amewaza hii. Sio kwamba amewaza wala hajashtuka wala hajakurupuka. Anajua anachokifanya. Yupo kwenye track yake ambayo anafika. Kwa kampuni yake inakuwa inaweza kufanya hivyo. Cha nne ambacho ni cha muhimu ni kwamba kampuni inakuwa, lengo la kuandika hivi pia ni kwa mfano unafanya kampuni yetu kuwa na uwezo wa kufanya kila kitu. Sio kampuni zote zinafanya kila kitu. Ila kampuni inafanya kila kitu endapo kimeandikwa kwenye memorandum and articles of association. Hii ndio moyo wa kampuni. Kwa kuna vibali na leseni nyingine hauwezi kuzipata kama hujaandika hivi vitu mapema. Kwa inabidi upate mtu smart ambaye atakwambia mapema kipindi uko mwaka 0 ili ikifika ndani ya miaka 10 uwe vitu vinaweza kufanya. So natamani kufanya kitu fulani, unaweza kuambiwa ni vibali, kuku ameruka nini, je memorandum umeandika? Bro, you have to make everything finalize mapema. Yaani unamaliza game kabla hujaanza game.